Huwa sishauri mtu akakomaa sana na targeting za kwenye setup, lakini huwa nashauri mtu akomae sana na targeting ya kwenye picha pamoja na video ambazo anazitumia, kwa sababu picha na video ndicho kitu ambacho kinaenda kuonekana kule, na picha pamoja na video ndio kitu ambacho kinakuwa controlled sana na algorithm. Ndio kitu ambacho algorithm inaamua sana, kwa sababu watu wanavyokuwa wanaliona tangazo lako, wanavyo-click, wanavyo-react kwenye tangazo lako, ndio kitu ambacho kinaiforce algorithm iamue nani alione tangazo na nani asione tangazo. Maanake ni kwamba kama utakomaa na targeting za kwenye setup ambako huku sasa algorithm haiwezi katambua chochote, huku kitakachofanya kazi ni zile nani za kwanza ambazo tangazo lako wanaanza kulifanyia testing, lakini nje kiuhalisia kitu ambacho kitaamua sana tangazo lako lifanikiwe ni picha pamoja na video ambazo umezitumia. Maana sasa picha pamoja na video ndio zitaamua akina nani ambao wanaweza kuwa wateja, kwa kuangalia muda ambao watu wanautumia kwenye kuangalia hiyo picha yako, kwa kuangalia watu ambao wana click kwenye hilo tangazo lako. Manangu ni kwamba ukikomaa sana na picha pamoja na video, ni rahisi kuweza kuifanyia targeting hii setup ya ndani ikawa inaongozwa na hizi nani za nje, kwa sababu the more watu wanapokuwa na respond, the more ambavyo tangazo lako algorithm inakuwa inajua kabisa hili tangazo ningepeleke wapi na wapi ambapo tangazo lako haliwezi likafanya vizuri. Kwa hiyo hakikisha sana unakomaa na kutengeneza video na picha ambazo zina uwezo wa kufanya targeting, kuliko vile ambavyo unakomaa na kuweka sima interest, maumri, manini kule ndani. Hakuna kazi kubwa sana kama ilivyokuwa zamani. Instagram na Facebook wamefanya maboresho ambayo wewe sasa hivi hautaki kutumia nguvu kubwa kabisa. Weka picha na video zinazofanya targeting and then wait uone maajabu ambayo yatajitokeza hapa.